Letu la kuitana hapa siku ya leo ni moja tu. Sisi wilaya ya Kinondoni tutapokea mwenge wa uhuru tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu, na tutapokea huu mwenge ukitokea wilaya ya Ilala katika viwanja vile vya shule ya msingi Gilimane Rutihinda Kigogo, na tutaukimbiza huu mwenge kwenye umbali wa kilomita takribani 80 hivi. Utazindua, utaweka mawe ya msingi, utakagua na kutembelea zaidi ya miradi 8. Miradi hii ni mizuri sana. Miradi hii ni fedha ya serikali ambayo tumeletewa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya wana Kinondoni. Na sisi sote tulioko hapa na wengine ndio wana Kinondoni wenyewe. Sasa tukasema mwenge huu hauna itikadi ya kisiasa, mwenge huu hauna dini. Mwenge huu ni wa sisi sote, na ujumbe wake wa mwenge mwaka huu ni tushiriki uchaguzi wa 2025 kwa amani na utulivu. Na hii jukumu la kuimarisha amani na utulivu ni sisi sote tulioko hapa, na sisi kwa sababu ndio wakazi wa wilaya Kinondoni, sio mheshimiwa rais kule, sio mheshimiwa mkuu wa mkoa. La kwanza kabisa ni sisi tunaoishi hapa. Ndio tuna jukumu la kuimarisha amani na utulivu na kuhamasishana ili tuweze kuchagua viongozi bora mwaka huu mwezi wa 10 2025 kwenye uchaguzi ambao tutachagua madiwani, tutachagua wabunge, tutachagua na rais. Na mwaka jana tulishirikiana namna hii. Kwa hiyo tukasema mwaka huu pia tushirikiane. Kwa hiyo tumewaita hapa ili muweze kupita kuijua miradi ambayo itatembelewa na mwenge wa uhuru, na kwa kweli sisi tunashukuru sana. Nishukuru manispaa ya Kinondoni, nishukuru na taasisi zingine kama Tarura, Dawasa, wanatekeleza miradi mizuri na wanaendelea kutoa huduma. Nimshukuru zaidi mama yetu na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametuletea mahela sisi wilaya hii ya Kinondoni zaidi ya trilioni 1.4 katika kipindi hiki akiwa madarakani. Umetekelezwa katika wilaya ya Kinondoni. Mwajiri wa mradi huu ni mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Ujenzi wa barabara hizi umefanyika na mkandarasi Southern Link Construction Limited chini ya usimamizi wa Tarura wilaya ya Kinondoni. Chanzo cha fedha za mradi huu ni fedha za mapato ya ndani. Mradi huu unafanyika kwa gharama ya shilingi bilioni 2,441,455.4 ambayo inahusisha ujenzi wa barabara hizi katika kiwango cha lami, mifereji ya maji ya mvua na uwekaji wa taa za barabarani. Mpaka sasa mkandarasi amelipwa kiasi cha shilingi bilioni 2.2 na utekelezaji wa mradi huu upo 95%. Mradi huu wa ujenzi wa barabara ya Mediterranean Msese, Mkapa Foundation na Kunenge una manufaa yafuatayo. Itawezesha kupitika kwa wananchi katika vipindi vyote vya hali ya hewa, itapunguza foleni wakati wa majira ya asubuhi na jioni, itakuza biashara katika maeneo yanayozunguka mradi, pia itaongeza thamani ya ardhi katika maeneo haya. Asante. Kwa majina yangu naitwa Askofu Dr. Ezekiel Mwankenja wa kanisa la Furaini katika Bwana ambalo liko hapa Dar es Salaam. Na shukuru kwa ajili ya ziara hii ambayo tumeifanya siku ya leo, kuanzia kule maeneo ya Kinondoni ambapo tumeona namna ambavyo jitihada za serikali zimekuwa ni kubwa sana, na miradi kwa kweli imekwenda vizuri, na hii ni kuonyesha jitihada za serikali yetu ambazo zinaendelea kuonekana. Hospitali zinajengwa, na kama hivi ambapo tumekuja leo katika ile eneo la Kawe tumeona maendeleo mazuri ya barabara hii ya Mediterranean, na maendeleo ni mazuri kwa kweli. Na kwa sababu ya umuhimu wa barabara hii, foleni zitapungua na urahisishaji kazi wa kiutendaji utakwenda vizuri, kwa sababu barabara ni ya kiwango kizuri sana. Tunaipongeza serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kufanya kazi hizi nzuri kwa ajili ya Watanzania wote. Kazi iko sawa. Kwa jina anaitwa Abubakari Khatibu Kabambura. Nasi tumeungana pamoja kama kutoka chama cha ACT Wazalendo wilaya Kinondoni, na sisi kama wadau wa vyama vya siasa tunaendelea kujionea maendeleo yanayoendelea katika wilaya yetu ya Kinondoni, na hivi sasa tupo katika
eneo hili la barabara ya Kunenge, Mkapa Foundation, Mediterranean, ambayo sisi ambao tumezaliwa katika wilaya hii ilikuwa ipitiki barabara. Lakini kwa sasa tunaona ina uwezo wa kupunguza foleni katika barabara yetu kuu. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo tunaenda kuyaona ambayo katika utekelezaji wa mama yetu Mama Samia, na hili tunalishukuru sana kwa sababu bila ya maendeleo haya sisi tunaamini kwamba hatuwezi kufikia yale malengo. Kwa hiyo malengo ili yatimie, basi kila ambacho kinatakiwa kuwa katika utatuzi basi kitatuliwe kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo nami niungane na wenzangu kwa niaba wenzangu kwa hii miradi tunayokwenda kuendelea kuitazama kabla ya siku ya mbio za Mwenge, basi iwe ni yenye mafanikio. Ni jukumu letu sisi sasa kama Watanzania kutunza maeneo haya na miundombinu iliyopo kwa sasa na hata hapo baadaye, ili tuweze kunufaika na maeneo mengine kama tunavyoendelea kukagua haya maeneo ya miradi husika. Kwa jina ninaitwa Sheikh Mohamed Ahmed Muhenga, Sheikh wa wilaya Kinondoni, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi mbalimbali wa dini katika wilaya Kinondoni. Hapa tulipokuja kutembelea kuangalia maendeleo ya ujenzi na maendeleo ya ukarabati. Tulichokiona sisi hapa, tunaona kwamba shughuli zimekwenda vizuri, pesa zimetumika kwa thamani na husika, maana vitu vyake viko kwenye quality. Tunaona hii kazi imefanyika vizuri kwa uangalifu wa kutosha kabisa na inatia moyo sana. Tumefurahi kuona kazi hii imefanywa vizuri na inasimamiwa vizuri. Maelezo ya mkuu wa wilaya na maelezo ya msimamizi wa jambo hili ambaye daktari mganga mkuu wa wilaya ni maelezo yaliyo sahihi kama walivyoeleza. Tulichokiona ndicho walichotuambia. Kwa hivyo tumefurahi sana. Tunashukuru serikali kwa kutufanyia jambo hili. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ambaye kapanga pesa kutuletea sisi wilaya Kinondoni, na sisi ndio wanufaika wa jambo hili. Tunamuombea kheri, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amnusuru na kila balaa. Mungu ampe na nafasi hii kwa mara nyingine tena. Asanteni sana, karibuni. Mtazamo nimeona kwamba kwa jina la jamaa letu Bakari Makame, mimi ndio mratibu wa vyama vya siasa kwa kupitia Kinondoni. Tumeanza ziara yetu kuangalia miradi kabla ya Mwenge hujafika. Tunashukuru tumeanza kuona mradi wa kwanza angalau 85%, sio 90. Mimi siwezi kusema 90 kwa sababu haujakamilika, tumekuta mafundi wako site. Nikisema angalau 85 unaanza kuridhisha. Inawasaidia wananchi kwa sababu leo hii ulikuwa unamchukua mgonjwa unampeleka Mwananyamala kata nyingine, lakini kwamba sasa muono wa fuara sasa naona zinaanza kufanya kazi, kwamba kila kata kuwe na sekondari, kila kata kuwe na hospitali, zahanati. Kwamba hii ni moja ya hatua nchi yetu sasa inapiga hatua, kwamba Tanzania ya miaka ya 80 ni tofauti na Tanzania ya 25, kwamba mambo yameenda vizuri. Tumeanza kuona miradi sasa, wakina mama wamesema wataanza kujifungulia hapa. Zamani ulikuwa unamchukua mjamzito saa 8 za usiku unampeleka Mwananyamala au mpeleke Kinondoni, maana kule Kinondoni kuna hospitali nyingine nayo, na ni sasa umtoe hapo mpeleke kwenye kata nyingine ya Kinondoni. Lakini kila kata kukiwa na angalau watu wawili wajifungue, hilo ni hatua nzuri sana. Karibuni kwenye mradi wetu wa Mbopo Chakanao. Mradi huu unatarajia kuhudumia watu wanaokadiriwa 2000 ambao ni wateja kaya 2000, na mpaka sasa hivi tumekwisha unganishia watu 82. Hao 82 ni kwa maanisha watu ambao ni wa mkopo, lakini pamoja na wale waliolipia. Kwa hiyo pia bado kuna wengine ambao wanaendelea kujaza mikataba, na mpaka sasa hivi watu ambao tumeshatoa control number ni almost watu wanaokaribia 200 kwa ajili ya kujaza mikataba, na wengine wenye uwezo watalipa, tutaunganishia. Na hichi hapa mbele yetu hiki ni kitenki kidogo kwa ajili ya kuhudumia hii jamii inayozunguka hapa, shule pamoja na wakazi wengine, baadhi labda walimu na watu wengine ambao kwa sasa labda hawana uwezo wa kuvuta maji. Kwa hiyo watakuja watachota hapa maji. Kwa hiyo kipo kwa ajili ya kusaidia, lakini pia kitasaidia pindi endapo utakuwa na changamoto ya maji, labda kwa muda huo hakuna maji. Kwa hiyo hichi sasa kitasaidia
watoto hapa watapata maji, lakini pia na baadhi ya wananchi wapo watakuja kuchota maji badala ya kuwafuata. Ninaitwa Neema Mwakitwange, ni mwenyekiti kwa chama cha Democratic Party wilaya Kinondoni. Tumetembelea huu mradi wa kijiji cha Mboko ambao ni mradi wa maji. Kiukweli mradi ni mzuri na una manufaa kwa jamii, hususan kwa shule ambazo zinazunguka eneo hili. Lakini ambacho tunapenda kushukuru Mungu kwa ajili ya Kinondoni yetu ni kwamba miradi tumeiona sisi kama vyama vya siasa. Tumeona miradi mingi ambayo tumetembelea, lakini pamoja na mradi huu wa maji ni mradi ambao kwa mimi kama mwanamke unanigusa moja kwa moja. Tunatambua kwamba mwanamke changamoto kubwa ni maji, na huwezi kufanya kazi bila maji. Kila kitu kinatutazamia maji. Kwa hiyo kwa mradi huu ambao wilaya Kinondoni umeutekeleza, kiukweli mimi ninamshukuru Mungu na ninawapongeza sana wilaya yetu ya Kinondoni, lakini nampongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo anaendelea kutoa jitihada, kutia nguvu katika miradi mbalimbali katika wilaya yetu ya Kinondoni. Huu mradi ni mzuri na utatuepusha na mambo mengi, kama watoto wetu tunavyojua kwamba wanahitaji maji wakiwa mashuleni. Anaweza akajisaidia, mtoto ni mdogo, hawezi kupata hitaji lingine maji akiwa hamna, kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizi kwa wepesi. Lakini kwa mradi huu umekuja kwa wakati maalum na kwa kipindi hiki ambacho sisi kama wanasiasa tunatazama vingi, ikiwemo pia miradi kuhakikisha kwamba imekamilika kwa wakati. Kwa hiyo ninawapongeza sana Kinondoni, lakini nampongeza Mama Samia pia, Mungu awabariki. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutuletea maendeleo, ya kuhakikisha changamoto mbalimbali sisi wana Kinondoni tulizokuwa nazo anazitatua tena kwa njia shirikishi, kwa kutuletea mahela ili tuweze kuwapatia kutekeleza miradi hiyo mbalimbali, na iko mingi mno. Tukianza kuzungumza mifano hiyo ni mingi. Juzi nilienda kusalimia vikundi vile vya wajasiriamali 480, wanapewa shilingi bilioni 3.5 na manispaa imetenga shilingi bilioni 12. Sasa tunavyoongea hivi manispaa ya Kinondoni na shilingi bilioni 12 kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hayo ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwakomboa wajasiriamali, akina mama, walemavu na vijana. Badala ya kwenda kwenye kausha damu, sasa wanaenda kupata mikopo hii yenye masharti nafuu na isiyokuwa na riba, yenye usimamizi mzuri. Niambie wale wengine wasiojua kwamba serikali iko kazini, Mama Samia iko kazini katika kuwahudumia wananchi. Hatuwezi tukaifanya Tanzania leo hii iboreke kila kitu, lakini kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika. Kwa hiyo wanaopotosha, wanaochochea, tusiwape nafasi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Tuhakikishe amani na utulivu na nitunu iliyojengwa kwa muda mrefu, tuendelee kuimarisha hivyo ili tupate nafasi ya kuchagua viongozi wazuri wanaotuletea maendeleo, wenye maono, wenye dira ya kuhakikisha Kinondoni hii inapiga hatua. Tukikaribisha hizo chokochoko, tukikaribisha haya maneno, tutaenda kuingia kwenye shida. Wenyewe ni mashahidi. Tumezungukwa na nchi ambazo watu hawalali usingizi. Hapa jirani zetu hapa Kongo sio mbali, tumesikia mara mji wa Goma, mara mji wa Bukavu, na hapa kusini hapa tumesikia wenzetu wa Mozambiki wametulia hivi karibuni. Lakini maeneo mengi yana shida za namna hiyo. Sasa sisi tusiwape nafasi watu ambao wanataka waturudishe nyuma kimaendeleo. Lazima tusimame na serikali, tuangalie maendeleo na tujivunie haya mafanikio ambayo serikali hii inayafanya. Kwa mimi naombe sana, leo ni mwanzo, lakini tutatafuta siku pia tuweze kupita na kwenye miradi mingine mingi kama ambavyo nimezungumza. Trilioni 1.4 zimeletwa katika kipindi cha Mama Samia. Pita na hayo maeneo. Leo tutapita kwenye miradi 4-5 hivi, lakini tutatenga siku viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kisiasa katika wilaya ya Kinondoni. Kama ambavyo nimesema, maendeleo hayaangalii kitu chochote, hayana ubaguzi. Tunakunywa wote maji, tunapita wote kwenye hizo barabara na tunafurahia huo usalama na huduma zingine ambazo tunazipata katika hii wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kuwaona marafiki zangu, kuwaona ndugu zangu, kuwaona majirani, kuwaona wana Kinondoni wenzangu tunajumuika pamoja kwenye jambo hili muhimu la kupokea mwenge wetu wa uhuru. Na sisi wilaya ya Kinondoni tumeshafanya maandalizi yote ya kupokea huo mwenge wa uhuru. Yote yameshakamilika. Sehemu ambako mwenge utaenda kulala tumeshafanya maandalizi ya chakula, ya mziki, malazi. Kwa hiyo itakuwa vizuri, na mapungufu yaliyojitokeza mwaka jana, mwaka huu hayatakuwepo.